Mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu umetujalia kuwepo mahali hapa siku hii ya leo. Tunapoyatafakari maneno yako, Roho wako Mtakatifu aseme na kila mmoja wetu. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Tuketi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Tunajaribu mic hivi. Leo tunaongozwa na wazo kuu la upatanisho. Wazo letu kuu katika wiki hii ni upatanisho. Kupatana. Neno upatanisho unaweza ukalinyumbulisha mara nyingi tu katika lugha yetu ya Kiswahili. Upatanisho, kupatana, kuelewana, kusameheana, vyote hivyo vinaelezea juu ya upatanisho. Na masomo yote matatu yamezungumza, kama umeyasikiliza vizuri, yakielezea juu ya kusameheana, yakielezea juu ya kupatana, yakielezea juu ya upatanisho. Na haya ndio maisha ya Ukristo wetu. Na kama kuna dhambi, niliseme baada ya kwanza, kama kuna dhambi inayowatafuna mno, kama kuna dhambi inayowasumbua mno watu wa Mungu, ni dhambi ya kutokupatana, ni dhambi ya kutokusamehe. Wengi tumeishi pasipo kusameheana. Wengi tumeishi maisha ya kutokuachilia. Wengi tumeendelea kutembea na mizigo mingi katika mioyo yetu. Mambo mengi yametuelemea. Tumefika sehemu Ukristo wetu hauna thamani katika maisha yetu ya kiroho, kwa sababu tumeshindwa kusameheana, tumeshindwa kupatana. Kama kuna kitu cha muhimu, cha lazima katika maisha ya Mkristo, ni maisha ya kusameheana, ni maisha ya kupatana, ni maisha ya kuelewana. Haiwezekani, hata Mungu anaongea katika maandiko matakatifu kwamba ukasema kwamba unampenda yeye huku unamchukia ndugu yako, kwamba vitu hivyo haviwezekani. Katika maisha ya Mkristo lazima tuishi maisha ya kusameheana na kupatana. Huo ndio Ukristo. Lakini wengi tumeshindwa kusameheana, na dhambi hiyo imeendelea kuwatafuna kweli watu wa Mungu. Wameishi maisha ya kutokusameheana. Na Mungu anazungumza hata katika Biblia. Anasema hata kama unayo sadaka yako, lakini ukakumbuka kwamba una neno na ndugu yako, una jambo na ndugu yako, haujapatana na ndugu yako, na rafiki yako, na jamaa yako, penginepo na mke wako, penginepo na mume wako, anasema iache sadaka yako, rudi upatane naye kwanza, ndipo uje uitoe sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata maombi yetu si kitu mbele za Mungu kama tusipopatana na kusameheana. Dhambi hii imelifarakanisha hata kanisa la Mungu. Magomvi mengi mbalimbali ndani ya kanisa, kwa sababu watu walishindwa kusameheana, watu walishindwa kupatana, wakazusha migogoro, wakazusha magomvi, wakazusha hali ya kutokuelewana na kupatana. Na kanisa la Mungu haliwezi kuendelea, na kanisa la Mungu haliwezi kusonga mbele, kwa sababu watu waliomo ndani ya kanisa hilo wameshindwa kupatana, wameshindwa kuelewana, wameshindwa kusameheana. Nao wanajiita ni Wakristo. Penginepo ni wakuu wa kanisa, penginepo pengine ni wachungaji, penginepo ni wazee wa kanisa, penginepo pengine ni maaskofu, penginepo ni Wakristo wanaojiita ndani ya makanisa kwamba ni Wakristo waaminifu, Wakristo wazoefu, penginepo pengine wana huduma mbalimbali ndani ya kanisa, lakini wameishi maisha kutokupatana, wameishi maisha kutokusameheana, wameishi maisha ambayo yanasababisha migogoro, na kanisa la Mungu likafarakanishwa
kwa sababu watu ndani ya kanisa wameshindwa kuelewana. Mungu na atujalie na atusaidie Jumapili ya leo tunapokumbushwa kwa habari ya kupatana. Tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atujalie kupatana kwa kweli na kusameheana kwa kweli. Na hata Yesu alipoulizwa na wanafunzi wake, wakasema tufundishe namna ya kusali. Katika sala zile kipengele kimoja wapo kinasema utusamehe sisi makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe wanaotukosea. Je, tunawasamehe wanaotukosea? Tunawasamehe wanaotukosea? Na Mungu anazungumza, anasema usipomsamehe ndugu yako unayeishi naye, na Baba yako wa mbinguni hata kusamehe wewe makosa yako. Maana yake nini? Mungu asipokusamehe makosa yako kwa sababu tu umeshindwa kumsamehe ndugu yako unayeishi naye, anasema Baba wa mbinguni hata kusamehe makosa yako kwa sababu wewe umeshindwa kumsamehe huyo unayeishi naye. Na Mungu asipokusamehe hata ibada yako ni kazi bure. Uimbaji wako ni kazi bure. Huku wako wa kanisa ni kazi bure. Pengine ukasisi wako, uinjilisi wako, ushemasi wako, uaskofu wako, vyote ni kazi bure kwa sababu umeshindwa kusameheana na kupatana na ndugu yako. Na Mungu anasema na yeye pia hata kusamehe wewe makosa yako. Hata maombi unayofanya mbele za Mungu ni kazi bure kwa sababu Mungu hajakusamehe. Maombi yako hayawezi kufika kwa sababu umeshindwa kuachilia, umeshindwa kusamehe. Na wengi waliotembea na mizigo mingi katika mioyo yao wakashindwa kusamehe. Wengine wanaumwa maradhi mbalimbali, wengine wanasumbuliwa na mapresha, wengine wanasumbuliwa na vidonda vya tumbo, wengine wanasumbuliwa na ugonjwa wa wasiwasi, hofu, kwa sababu tu wameshindwa kusamehe, wameshindwa kuachilia, wakatembea na mizigo katika mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja alifanya utafiti. Akina mama mtanisamehe, huu ni utafiti. Yeye alikuwa anatokea Ghana. Akasema baada ya utafiti wake akagundua kwamba kama kuna watu wanaobeba mizigo mingi katika mioyo yao ni akina mama. Mimi sikufanya utafiti huo, kwa hivyo siwezi kuprove. Ni wepesi wa kusema alafu wanatunza katika mioyo yao. Na nikirudi katika Biblia, wakati fulani Mariamu alipoona miujiza ya Yesu Kristo na mambo mbalimbali aliyatazama, na maandiko yanasema akaweka moyoni, akatunza ndani ya moyo wake. Akina baba wanaweka huku, akina mama wanaweka huku, alafu inatulia. Alafu ukimkosea ni mwepesi wa kusema pengine nimekusamehe, yameisha. Siku nyingine ukikosa kosa kama hilo, mama nani naomba nisamehe, kwa kweli nimekusamehe baba Grace, pengine kama yuko baba Grace hapa nisamehe tu, sio wewe baba Grace. Nimekusamehe, yameisha. Na amekusamehe. Na ukirudia kosa hilo tena siku nyingine ukamwambia mama Grace naomba unisamehe, atasema tarehe fulani ulifanya kosa kama hili. Maana yake aliweka wapi? Moyoni. Na siku fulani ukafanya, na leo tena unarudia. Maana yake aliposamehe alitunza, hakusamehe na kusahau. Leo tunafundishwa kusamehe na kusahau. Bwana Yesu asifiwe. Kusamehe na kuliondoa katika moyo wako, kusamehe na kuliondoa katika fikra zako, na kusamehe. Ukitangaza msamaha, umesamehe, na Mungu ndiye anayetufundisha tendo kubwa la kusamehe. Na Yesu Mungu analeta upatanisho kati yake na mwanadamu kupitia Yesu Kristo. Yeye anamruhusu mwana wake wa pekee ili aje afe msalabani. Kwa kufa kwake msalabani sisi tunapatanishwa na Mungu na kusamehewa dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema kila atakayemwamini huyo Kristo
asipotee, lakini apate uzima wa milele bure. Mungu anajipatanisha mwenyewe na mwanadamu kwa kumruhusu Yesu Kristo. Mwanadamu ambaye alikengeuka, mwanadamu ambaye alikataa kutii maagizo ya Mungu, mwanadamu ambaye alikataa kufanya mapenzi ya Mungu. Mungu alipomwambia ishi katika bustani hii kwa taratibu hizi, naye akakengeuka na kwenda katika taratibu ambazo Mungu hakumpangia. Lakini mwisho wa siku Mungu anamsamehe na kuleta upatanisho kwa upya kwa kumruhusu Yesu Kristo. Yeye anatufundisha namna ya kusamehe na kusahau. Na ukimwamini huyo, unaingia katika uzima wa milele. Haijalishi umetenda dhambi zipi za kufisha. Na maandiko yanasema hata kama dhambi zako ni nyekundu kama bendera, lakini zitakuwa nyeupe kama theluji pale utakapomkubali Kristo na kumwamini Kristo. Unaingia kwenye uzima wa milele bure. Leo tunakumbushwa juu ya kusamehe. Tunakumbushwa juu ya kupatana. Ni Jumapili ya upatanisho. Wale wasioelewana wapatane. Wale wasiozungumza pamoja waanze kuzungumza. Wale ambao wana migogoro mbalimbali, migogoro itoweke, ili warudi wasimame waweze kuendelea na Ukristo wao. Hakuna maisha ndani ya Ukristo pasipo kupatana. Huo sio Ukristo. Ukristo ni kupatana. Na heri wapatanishi, kama Mathayo anapozungumza, Injili ya Mathayo sura ya 5. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kwanza nilisema kama kuna taasisi ambayo inasumbua mno katika dunia hii kwa kutokuelewana, pengine kwa kuwa na migogoro kweli kweli, hii ni taasisi ya ndoa. Taasisi ya ndoa imekuwa moja kati ya mataasisi katika dunia hii yenye migogoro kweli. Watu walioana kwa kupendana, watu walioana kwa hiari yao, watu walioana wenyewe na kuja kukiri katika madhabahu hizi kwa kusema nitakupenda katika tabu, katika raha, katika ugonjwa, katika uzima, katika utajiri, katika umaskini, hadi kifo kitakapotutenganisha. Lakini watu hawa pengine wanaishi miezi 2 mitatu, wanarudi tena katika madhabahu na kumwambia baba padri, mimi nimeshindwa kuishi na mwanamke huyu, mimi nimeshindwa kuishi na mwanamume huyu, naomba utusaidie namna ya kutengana na kuachana. Wanashindwa kupatana. Juzi nilipokuwa huko vijijini kusoma, kuna ndugu yangu mmoja, katika mazungumzo tu tunataka kwenda kulala, ndugu yangu mmoja na yuko hapa Dar es Salaam akazusha jambo. Akasema kwa sababu mchungaji upo, huyu ndugu yetu sasa wana miaka zaidi ya 6 na mkewe hawazungumzi. Amesuluhishwa kanisani, amesuluhishwa vikao vya familia, amesuluhishwa kila sehemu, lakini hawazungumzi hapa. Mpaka sasa hawazungumzi. Na wakati tunakula chakula mimi sikugundua. Vililetwa vingi. Alafu katika meza ile, kumbe mke wa yule bwana naye alileta chakula chake pale, tena alitengeneza kuku, tena kuku wa kienyeji wazuri na ugali wake pale. Mimi nikachangamkia kuku nikala. Alafu na wengine wakala. Yule bwana kala vyakula vingine vyote, alafu ule ugali na yule kuku wala hakugusa. Sasa katika kuzungumza ndio sasa wakaanza kusema. Yule mama naye akasema, baba mchungaji, simuona hata chakula nilicholeta hakumega hata ugali wangu. Hali nyumbani, hali chakula ninachompikia, hataki chochote. Kila alipofika yeye ameshiba. Na huu ni mwaka wa 6. Hatuzungumzi, kila mmoja na chumba chake. Nikauliza, yes, mnasema mmepatanishwa kanisani? Ndio. Familia zimekaa, tumepatanishwa? Ndio. Wewe bwana, ulilazimishwa kuenda kumwoa huyu mwanamke? Hapana. Si ulimpenda? Ndio. Kuna mtu alikusaidia kumtongoza? Hapana. Ni wewe mwenyewe? Ndio. Ukamleta hapa nyumbani kwako? Ndio. Sasa shida ni nini? Mimi nimemziria.
nimemziria kila kitu, kwa sababu tarehe fulani mawazo, nikamwambia sasa mawazo kama ya kitoto, niliongea hivyo tarehe fulani na siku fulani, si miaka hiyo ya nyuma huko, nimeacha nguo zangu, hakufua nguo zangu, kwa hiyo nimemziria kila kitu. Nikamwambia bwana, kuna mawazo ya kitoto, bora ongea vitu vya kitoto, have sense. Tukazungumza na mwisho wa siku nikamwambia bwana, huyu ni mke wako, wewe mwenyewe ndio ulompenda, wewe mwenyewe ndio ulomfuata kwao, wewe peke yako ndio ulienda kutoa mahari, wewe ndio ulizungumza naye na mkapatana kaishi naye. Sisi hatuwezi kuingia jambo hilo, mmelisuluhisha kanisani, mmeshindwa. Mmefanya sasa ni amua mwenyewe kumpenda au kutokumpenda, basi mrudishe kwa wazazi wako. Mimi siwezi kuongelea kesi ambayo imezungumzwa miaka zaidi ya 6. Leo mnaniletea ghafla kwamba nianze kuitatua. Tawezaje kutatua mambo haya? Nikawaacha na kesho nilikuwa naondoka mapema asubuhi, sijui wanavyoendelea. Lakini taasisi hii imekuwa na migogoro kweli katika maisha yetu, hata kwa Kristo wenyewe. Taasisi ya ndoa, kama kuna taasisi yenye migogoro mingi, ni taasisi hii ya ndoa. Na wanandoa watakubaliana na mimi. Mimi katika ukasisi wangu sasa ni zaidi ya 10, zipo ndoa nyingi ambazo nimeshughulika nazo, nyingi kweli kweli. Na wakati fulani nikiwa mmoja kati ya makanisa yetu, kanisa hilo lilikuwa lina watu wengi wenye migogoro ya ndoa, kwa sababu watu wengi walikuwa wanafunga ndoa zao pale. Kwa hivyo migogoro ikitokea inaletwa. Ilifika wakati sasa kile inapokuja, kile ikifika, ninaisikiliza kidogo tu, kwa sababu ukianza kusikiliza ni siku nzima na hutaweza kutatua na hutamaliza. Nawaandikia barua, namwambia nendeni mbele. Akifika nawaandikia barua, wewe mimi baba padre, mlifunga lini? Si wewe ndio ulitufungisha. Mna muda gani? Miezi 3. Sasa shida ni nini? Mimi siwezi tena kuishi na wewe mwanamke, mimi siwezi tena kuishi na wewe mwanaume. Kwa hivyo ahadi zenu mnazikumbuka? Ndio tunazikumbuka ahadi zetu. Taja na tukumbushe baba padre, nitakupenda baada moja wapo, katika tabu nyingine, katika raha nyingine, wakati wa ugonjwa, wakati wa uzima, maskini, utajiri, hadi kifo kitakapotutenganisha. Mmeshakufa nyie? Baba padre, hapana, lakini mimi siwezi kuishi naye huyu. Katika nini? Si katika raha na tabu. Sasa wakati wa raha mliishi pamoja, sasa wakati wa tabu basi nendeni mkatafakari. Bwana Yesu asifiwe. Baba padre, sisi tusaidie tu twende huko mbele, labda tuandikie tu barua twende mahakamani. Mimi nawaandikia, wanaondoka zao wakapate talaka huko, wajua atakapofanya. Sio kwamba nakuhamasisha uje hapa uniambie baba padre tuandikie barua sisi tukaachane huko mbele ya safari. Wala sikuhamasishi hivyo. Na kama yupo mwenye mawazo hayo, ushindwe katika jina la Yesu. Taasisi hii imekuwa ni taasisi ya migogoro kweli kweli. Watu wamekuwa wanaishi ndani ya nyumba moja, wanaishi pengine ndani ya chumba kimoja, wanalala kitanda kimoja, lakini watu hawa hawasemezani, watu hawa hawaongei, watu hawa hawapatani. Ni adui anayezusha migogoro, kwa sababu ni ndoa takatifu, ni sakramenti takatifu iliyofungwa na Mungu mwenyewe. Anayeleta migogoro ni adui Shetani, na anazusha migogoro katika jambo ambalo ukilisikiliza haliwezi, yani ni jambo ambalo unaona halina hata mashiko katika maisha ya kawaida ya mtu mzima mwenye akili zake. Bwana, kwanza nikawachekesha, nikawaambia mtu mmoja alizusha migogoro na mke wake na mume wake kwa sababu ya dawa ya mswaki, Colgate. Wamewana tu, hawana siku nyingi. Mwanamume kafika, wakati wa kupiga mswaki, mwanamke akifika kwenye ile dawa ya mswaki anaiminya tokea mwanzo huku vizuri, alafu anaosha meno yake. Mwanamume akifika yeye anaiminya ovyo tu, alafu dawa inatoka, anaweka kwenye mswaki, anaosha meno yake. Mwanamke akifika anairekebisha vizuri, anarudisha inakaa sawa sawa, alafu anaiweka pale.
Kesho yake mwanamume akifika na iminya ovyo ovyo, baadaye akamuuliza, bwana vipi? Mbona unaminya dawa ovyo ovyo? Si uminya taratibu vizuri namna hii iende vizuri. Akala, hivi unanifundisha namna ya kutumia dawa hii? Ukawa ugomvi. Wewe utanifundishaje namna ya kutumia hii dawa? Ina maana sisi kwetu ni maskini? Ina maana sisi hatuna uwezo wa kupata dawa kama hizi? Ninyi mnaojua kutumia dawa hizi sisi hatujui? Yaani umenidharau kiasi hicho. Umewadharau wazazi wangu, umemdharau baba yangu, umemdharau mama yangu, umedharau hata ndugu zangu wote, kwamba sisi ni maskini kiasi hicho. Akamwambia hapana. Sasa kumbe mwanamke yeye amefundishwa kwao kwamba kitu hiki kinatumika hivi na hivi na hivi. Huyu pengine hajafundishwa, au kama alifundishwa lakini hakufuatilia mafundisho hayo. Ugomvi ukawa mkubwa kwamba yeye amedharauliwa, kesi ikawa kubwa. Mwanamke anifai kabisa huyu, anadharau sana baba padri. Afai kabisa kabisa kabisa. Hata mwezi hamjamaliza tayari magomvi. Adui anazusha ugomvi kwa kitu kidogo tu. Kiwaza dawa ya mswaki, kweli dawa ya mswaki. Hata ukisimuliwa, baba padri ilikuwa ni dawa ya mswaki tu. Anasema hapana, huyu anadharau huyu. Chanzo dawa ya mswaki. Dawa ya meno. Ni adui anayesababisha hali ya kutokupatana na kutokuelewana. Katika nikiwa Bungumsewe, mzee mmoja alikuja, mzee mtu mzima, hapa sioni mtu mzima kama yule. Mtu mzima, nitoa mfano kama mwalimu mpira vile. Kaja asubuhi saa 4, kafika, habari nimekuja. Niko na mama yako hapa. Namuona mama yako hapa, nikamwambia lakini wewe mwanangu au ya mzee, lakini baada ya kuita wewe akisha kutafsiri kwamba wewe ni mtoto wake, utakachomwambia atakitafsiri kwa mtoto ndiye anayezungumza. Na mimi nikamgeuzia hapa, ngasema wewe ni mzee fulani lakini mimi ndio baba. Unasemaje mwanangu? Ndio baba padri. Sasa kwangu hapa baba padri hapa hakuna ndoa. Hakuna ndoa kabisa. Kaambia shida ni nini? Tulia lakini tuzungumze. Nitasema Abdalla, tulia tuzungumze. Kama nilivyokuambia baba padri, hapa hakuna ndoa. Sasa umefuata nini mzee wangu? Kama ndoa haipo umefuata nini? Unajua tulipofunga ndoa tulifunga katika madhabahu hii hapa kanisani. Kwa hivyo kwa sababu ndoa haipo, nimekuja ili tuweze kuachana huko ndani ya kanisa. Na huko unamwona anapiga niko hivi. Tikisa. Tuachane hapa ndani ya kanisa hapa. Hamna ndoa hapa hapa. Yaani hamtazami mkeo yuko amekaa pale anatazama huko. Mzee tulia, shida ni nini? Baba padri, hebu fikiria kwanza. Huyu mwanamke anaweza akaenda akachukua mkopo huko. Akachukua mkopo afu asinipe taarifa. Si kwenye vikoba, si kwenye masako, si wapi. Alafu mimi sina taarifa. Na sasa hivi anadaiwa, watu wamekuja pale wanamdai fedha, mimi sijui. Kuna ndoa hapo baba padri? Hakuna ndoa kabisa hapa. Hapa hakuna ndoa. Bana haniambia habari ya mikopo anayochukua huko. Hakuna ndoa hapa baba padri. Kauliza mama, inakuwaje? Mama ile sasa yeye analia tu, katekewa analia. Kuna shida gani? Hiyo pesa ulifanyia nini? Nilipa tu ada za watoto, watakuwa tunadaiwa. Mbona mzee fedha hiyo imetumika ndani ya nyumba? Baba padri siarifiwa, hakuna ndoa hapa. Bila yani anasisitiza kwamba ndoa haipo. Nilizungumza habari ile zaidi ya masaa 4. Wale watu wakapatana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale watu wakapatana. Baada ya kupatana, aweza mzee pe mkono mke wako, akapeana mkono pale. Baba padri, mimi nimemsamehe huyu. Nimemsamehe kabisa, ameishi. Lakini baba padri, ninakwambia mimi nyumbani sitarudi nyumbani leo kwa sababu nina hasira sana. Huyu ilikuwa ni muue huyu. Sasa nikirudi nyumbani naweza nikamfanyia kitu kibaya. Sasa mimi nitapotea kwa muda wa wiki moja. Alafu ndipo nitarudi hasira zikiwa zimepungua, maana nisije nikarudi nikamtendea jambo baya. Sasa utaenda wapi wiki nzima hiyo? Kwa kuna nyumba zinamsumbua huko, nyumba ndogo huko.
sasa zinatafutiwa sababu kwamba hapa hakuna ndoa. Yeye akipotea wiki nzima, basi hatakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Upatanisho. Mungu anapozungumza nasi Jumapili ya leo juu ya upatanisho, juu ya kusameheana, juu ya kuachilia, juu ya kumrudia Mungu, akibainisha kwamba tusipopatana maisha yetu ya Ukristo ni kazi bure. Lazima tuishi maisha ya kusamehe, tuishi maisha ya kusameheana, tuishi maisha ya kupatana. Na Petro alipomuuliza Yesu kwamba ndugu yangu anikose hata mara 7 niweze kumsamehe, Yesu anamwambia sikwambii hata mara 7, lakini 7 mara 70. Maana hakuna idadi ya kusamehe. Kusamehe ni kila siku na kuachilia ni kila siku. Lazima usamehe. Hata ndugu yako akukose mara ngapi, hakuna kikomo cha kusamehe. Siku zote ni lazima usamehe. Kama kweli wewe ni Mkristo na unataka uishi maisha safi ya Ukristo wako, lazima uishi maisha ya kusamehe na kuachilia. Unaposamehe ndipo unapoenda mbele za Mungu na kusema na Mungu. Maombi yako yanapata kibali mbele za Mungu. Lakini usiposamehe, maombi yako hayapati kibali mbele za Mungu, kwa sababu ni yeye anazungumza, anasema msiposamehe hao, hata Baba yenu wa mbinguni naye hata wasamehe ninyi makosa yenu. Hatuna kiwango na kikomo cha kusamehe. Samehe kadri unavyokosewa. Samehe kadri unavyotendewa mabaya. Na Yesu anatufundisha hata yeye alipotendewa mabaya akaomba msamaha kwa wale waliomtendea mabaya, watu waliomweka msalabani, watu waliompiga mijeledi, watu waliomhukumu adhabu ya kifo, watu waliomdhihaki, watu waliomtemea mate. Akasema, Baba wasamehe hawa, maana hata hiki wanachokitenda hawakijui. Akaomba msamaha yeye kwa ajili ya watu wanaomtendea mambo mabaya. Haijalishi mtu amekutendea nini, anachozungumza Mungu ni wewe kusamehe na kuachilia. Stefano anapigwa mawe. Amekusanywa na katolewa lango la mji, akaanza kupigwa na mawe. Akanyanyua mikono yake juu akasema, Baba nakuomba usiwahesabie dhambi hii. Maana yake wasamehe hawa, mimi moyoni mwangu nimekwisha kuwasamehe, lakini Mungu ninakusihi wewe pia uwasamehe hawa hiki wanachokitenda hapa. Imani kubwa kiasi hicho utaweza kuipata wapi pasipokuwa na Kristo mwenyewe katika moyo wako? Imani kubwa kiasi hicho utawezaje kuipata wewe mwanadamu wa kawaida pasipo kumruhusu Kristo katika moyo na maisha yako, ili yeye akujalie moyo wa kusamehe hata utakapotendewa maudhi makubwa sana, lakini wewe mwenyewe uwe na moyo wa kusamehe na kuachilia, ili njia yako ya Ukristo iwe nyeupe, safari yako ya mbinguni iwe nyeupe, na watu wakikutazama waendelee kumwona Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Bwana tuliyesoma habari zake kwenye Biblia, ambaye yeye alisamehewa na tajiri wake, akasamehewa deni zake, ambapo ilikuwa auzwe yeye, watoto wake, mke wake pamoja na mali zake zote. Na aliposamehewa yeye akatoka akaenda akamkuta anayemdai. Maandiko yanasema kwamba akamkaba koo, kama ni kabari akamshika kabari, akampiga, akampeleka kwa watesaji, akampeleka huko gerezani. Alafu watu wakaona habari ile, wakarudi kwa yule ambaye alimsamehe, wakasema wao wamemsamehe yule, lakini yeye kakuta mtu ambaye anamdai ameshindwa kumsamehe, naye amemtendea jeuri. Akatuma askari wake, nendeni kamlete. Naye alipoletwa akaulizwa swali lile lile, imekuwaje wewe nimekusamehe vyote hivi, lakini wewe umeshindwa kumsamehe huyo ambaye unamdai? Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo Mungu anavyosema na sisi. Yeye ametusamehe dhambi zetu, tunashindwaje sisi kuachilia na kusamehe wale wanaotukosea? Na ndipo Yesu anaposema sasa katika Injili ile, anasema kwamba ndivyo bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote.
ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msipowasamehe kwa mioyo yenu kila mtu na ndugu yake. Msipowasamehe kwa mioyo yenu, sio kwa midomo yenu, lakini kwa mioyo yenu. Kusamehe na kuachilia, kusamehe na kusahau, kusamehe na kufuta kabisa katika fikra zako, kusamehe na kufuta kabisa katika vilindi vya moyo wako na kuachilia. Anasema usipofanya hivyo, na Baba yenu wa mbinguni naye atawatendea jeuri. Baba yenu wa mbinguni naye atawahukumu ninyi. Lazima tuishi maisha ya kusamehe na kuachilia, ili Mungu aweze kuturehemu na Mungu aweze kujibu hata maombi yetu, na Mungu aweze kuambatana pamoja nasi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu na mwamini